Walioumia ni 23. Waliotibiwa na kuruhusiwa ni 19. Waliopelekwa Mount Meru ni 4, wote ni wavulana. Una radi ambayo ilipiga wakati mvua inanyesha. Sasa wale watoto wanavyosemekana, kwa sababu sikuwepo muda huo, kwamba wakawa nakimbia ile radi ile taharuki. Sasa unajua watoto ni wengi pale, katika kushuka kwenye ile ngazi, wengine wakawa wameteleza, wameanguka pale chini. Kwa hiyo wakawa wamekanyagana pale, wengine wamelaliana juu. Mtazamaji, mimi ni Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 17 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Hapa ni katika hospitali ya Murieti iliyopo jijini Arusha. Siku ya leo wanafunzi 23 ambao wanasoma katika shule ya msingi Msasani A iliyopo katika kata ya Murieti Arusha wamepata majeraha katika maeneo mbalimbali ya miili yao baada ya kukanyagana katika eneo la shule. Inaeleza kwamba wanafunzi hao ilipiga radi katika ukanda huu, hivyo wanafunzi kwa mshituko wakaanza kukimbia. Bahati mbaya wakakanyagana na kusababisha majeraha hayo. Majeraha hayo pia yalipelekea watoto hao kukimbizwa katika kituo hiki cha afya, na wanafunzi 19 wameshatibiwa na wanaendelea vizuri, lakini wanafunzi 4 wao wamepelekwa katika hospitali ya rufaa ya Mount Meru kwa ajili ya matibabu zaidi. Tumezungumza na mmoja wa mwanafunzi, lakini tumezungumza na wazazi. Pamoja na haya tumezungumza na mwenyekiti wa mtaa, vile vile daktari. Nilikuwa kazini, nikapigiwa simu kuwa njoo hospitali, kuna tatizo limetokea shuleni, njoo mara moja. Ndo nikaja. Ulipofika ukaambiwa ni nini? Nikaambiwa ni radi ilipiga, saa mvua inanyesha. Ndo watoto wakawa wameshtuka, wakawa nakimbizana, wakakanyagana. Ni kwamba wamekanyagana ndo ikatokea hivi. Margaret Alfred Kimario, tukio limetoka tangia saa 7, tukapata taarifa kwamba watoto wamekimbiziwa Murieti. Lakini kwa kukaa hapa Murieti mpaka sasa hivi watoto ndo wamepata huduma ambulance saa ngapi? Saa 12 na dakika 27. Tunataka Mama Samia asikilize, Murieti wako slow sana. Walikuwa wanasema ambulance iko mbali, ndio ambulance imeingia muda huu wa saa 11. Kwa hiyo tunataka hii maoni ifike kwa Mama Samia. Mama Samia angalau ajue kwamba huduma hatupati kwa wakati. Kilichotokea ni wamesema ni utelezi shuleni, kwamba maji watoto wakawa wamekanyagana. Radi ilivyopiga ndio watoto wakabidi wafanye nini? Kukimbizana na kukanyagana. Watoto leo sikia wanaenda Mount Meru ni 4, hatujajua maana yake. Sasa hivi ambulance imeondoka na watoto 3. Bado nasikia kuna mmoja anatakiwa ambulance ije. Kuna wengine wazazi wamekuja wakapata huduma ya kwanza wakawapeleka nyumbani. Ndio. Wanafunzi darasa la ngapi? Ni darasa la 3 naposikia. Sisi kama wazazi na majirani, baada ya hili tukio kutokea kuhusu watoto, radi ilivyopiga na wakaanza kukanyagana, na obviously mpaka tumekuja hapa hospitali kwa ajili ya kupata hii huduma. Lakini changamoto zilizoko hapa ni kubwa sana, kwa hiyo inabidi serikali yetu lazima iangalie, kwa sababu almost watoto wamekaa karibia lisaa lizima bila kupata huduma yoyote, na ambulance ndio imeondoka muda huu ambaye sio sahihi, na watoto walikuwa katika hali mbaya. Kwa sasa hivi na kwa jinsi tulivyomkuta, kwa sasa hivi anaendelea vizuri kidogo, sio mbaya sana. Maumia zaidi maeneo ya kichwa. Kuhusu kilichofanyika shuleni bado hatujajua mpaka sasa hivi. Labda kesho tutakapoenda shuleni ndo tutajua nini kilitokea. Ndio hivyo tetesi tunasikia, ila bado hatujapata jibu kamili. Kwamba kulikuwa sio na radi, sio na nini. Kwa hiyo kesho tukienda shuleni ndo tutajua vizuri ilikuwaje. Sisi tumepigia simu, tumekuja tumekuta watoto washapata huduma ya kwanza. Toa James Aloisi. Mimi ni mkazi wa Murieti. Nimepata taarifa ili tukio kama dakika 10. Nikawahi kufika hapa hospitalini. Lakini nilichokiona tofauti katika hiyo hospitali yetu, nimefika hapa nimekuta watoto 19. Na watoto 19 kila mmoja anaandikwa karatasi kwenda kununua dawa. Lakini hospitali haina dawa. Imebidi mimi kwa kweli wa Mwenyezi Mungu nimetoa zaidi ya shilingi 45,000 kwa ajili ya kutoa watoto waende kanunue dawa. Lakini sikumueleza mtu naomba unirudishie wala ufanye nini. Nimesikitika sana kwa masikitiko, kwa sababu hospitali inakosa hata paracetamol. Ina haja gani ya kuwa katika Murieti? Hiyo sio kweli, hiyo ni mambo ya siasa, kwa sababu duka lile pale ukienda sasa hivi ukiandikiwa dawa pale, unakwenda pale unaambiwa hamna dawa, unakwenda
kwa shangazi kwenda kununua dawa. Tunataka tujue lile duka lilioko kwa shangazi ni la mtu binafsi au la serikali. Watoto wako kwenye hali nzuri, wengine wako kwenye hali mbaya, lakini masikitiko makubwa, hospitali yetu tuliambiwa kwamba ina ambulance, lakini imechukua zaidi ya masaa 3, ambulance hamna. Wito kwa serikali ni kwamba waangalizi wahudumu wanaowaleta katika hospitali waweze kusaidia dharura inapotokea kwa wakati na watoto waweze kupata huduma kwa wakati. Hawa watoto katika shule ya Msasani kuna muda ilitokea mvua, nafikiri mliona ile mvua. Ikatokea radi. Ile radi ilipopiga watoto wakawa wameteremka kwenye ngazi kwa kasi. Walikosa usaidizi kwa ajili ya kuonyesha kwamba teremkeni taratibu. Pia nayo hii kwa walimu ni makosa. Shule yoyote yenye ngazi, tunavyojua sisi yenye ghorofa, lazima mlangoni au shuleni kule darasani kuwe na mwalimu kwa ajili ya kuzuia watoto kama kumetokea dharura, wanawazuia wasianguke au wasishuke kwa kasi. Hawa watoto unaona wamekimbizwa Mount Meru. Tatizo kubwa, hawa watoto walikosa uangalizi, wakawa wa kwanza kuteremka, wale waliokuja nyuma wao wote wakawakanyaga. Ndio shida iliyotokea pale. Mfano hata wewe kama utaangalia ni watoto ni wa mama ni wazembe wewe. Mvua imenyesha. Si ndio wewe? Unatakiwa uangalie watoto. Kama watoto mvua imenyesha, watoto wanaogopa radi, si ndio? Mimi ni Masai, siwezi kuongea Kiswahili vizuri. Watoto ni wazembe, si ndio? Lakini wewe mwalimu, kwani usiangalie watoto? Wanateremka bubu. Kwani wewe usiangalie watoto na watoto ni wadogo? Kuna uzembe kwa walimu. Tunaenda kununua dawa wakati hospitali ni ya serikali. Swali ndio hivyo. Tunaenda kununuaje dawa wakati hospitali ni wa serikali? Au hii sio hospitali ya serikali? Haya basi, kama mtoto akiumwa, mtoto akiumia, nipeleke kwenye hospitali ya binafsi basi. Nisije hapa Mbureti. Mjukuu wangu ndo aliumia, anasema ilipiga radi. Baada ya kupiga radi ikabidi wakatoka madarasani wakiwa wengi. Kwa hiyo walipofika kwenye ngazi, ule mbanano wa kwenye ngazi, yeye alidondoka, wenzake wakaanza kumkanyaga. Nilipigiwa simu nije hapa hospitali, nimefika, amepata matibabu, amefanya x-ray ya kifua na mguu, na wamesema hajavunjika popote ila ni maumivu. Nashukuru Mungu, nafikiri ataendelea vizuri. Wito wangu, naomba wazazi wasiwe na taharuki kwa sababu watoto wengi wako salama. Majina naitwa Rashid Juma Chidi, ni mwenyekiti wa mtaa Msasani kata ya Murieti jiji la Arusha. Mimi nilipigiwa simu na wazazi nikaambiwa kuna shida imetokea shule ya msingi Msasani ile magorofa. Nikachukua hatua za haraka kufika shuleni. Baada ya kufika, mimi nilihisi labda kulingana na maelezo ya wazazi, walikuwa wanasema si gorofa limeanguka ama si vipi, lakini nilipofika ni tofauti. Hakuna gorofa liloanguka wala nini, isipokuwa kuna radi ambayo ilipiga wakati mvua inanyesha. Sasa wale watoto wanavyosemekana, kwa sababu sikuwepo muda huo, kwamba wakawa nakimbia ile radi ile taharuki. Sasa unajua watoto ni wengi pale, katika kushusha kwenye ile ngazi, wengine wakawa wameteleza, wameanguka pale chini. Kwa hiyo wakawa wamekanyagana pale, wengine wamelaliana juu. Jumla ni 19 ambao wengine wamesharuhusiwa mpaka saizi kwenda nyumbani, lakini hao 5 ndio kidogo hali zao wamepewa ruhusa kutoka hapa hospitali ya Murieti kwenda Mount Meru. Mimi sikuwepo huko sababu nilikuwa niko busy mno kuhakikisha watoto wanapata matibabu, na pia nilikuwa busy mno kuangalia usalama pia wa shule, sababu wazazi walikuwa wanakuja kwa wingi baada ya kupata hizo taarifa za taharuki. Kwa hiyo mimi nilikuwa na mambo mengi kama mwenyekiti wa ulinzi na usalama, niangalie huku shuleni, huku kutuliza wazazi hivyo, kwa sababu taarifa walikuwa wanapata wengine za uongo, wengine hivyo. Kwa hiyo mimi nilikuwa niko busy mno kwa majukumu hayo. Wito wangu kwa wazazi, kwanza watulie, wasiwe na hofu, serikali yao iko kazini, itawapa matibabu watoto, na pili, watoto ni watundu. Kwa hiyo kwa kweli kwenye jambo hili ni dharura. Kwa hiyo hatukutegemea kila mmoja kama litatokea jambo hili, cha msingi tuwe na subira na kuombeana mema, watoto wetu warudi kwenye masomo kama kawaida. Naitwa Yohana Gaspar, mwenyekiti wa mtaa Mlimane. Limetokea changamoto, watoto wamepata changamoto kidogo, wameshakuja hospitalini hapa hospitali ya Murieti, wamepata matibabu. Kwa taarifa ni watoto tu wamepata changamoto kutokana na radi iliyopiga, kwa hiyo watoto wanaendelea vizuri sana. Yaani radi ilivyopiga maana yake watoto walikimbia kwa mshtuko. Kwa hiyo katika ile hali ya kukimbia huku na kule, ndio mmoja watu wengine wakawa wameanguka, kwa wakapata majeraha baadhi ya maeneo. Kwa hiyo wameshapata matibabu, wanaendelea vizuri. Wengine ni mshtuko. Unajua kuna walioumia na kuna waliopata mshtuko. Jina naitwa Noel Munishi, mganga mfawidhi wa kituo cha afya Murieti. Kwa siku ya leo tarehe 18 majira ya saa 8:30
tumeanza kupokea watoto kutoka shule ya Msasani wenye umri kuanzia miaka 8 mpaka 9 wenye matatizo mbalimbali. Tumepokea wavulana 12 na wadada 11. Kati yao watoto 4 ambao wote ni wavulana walikuwa katika hali mbaya ya kuumia ubongo baada ya kupata shida wakati wa kukimbia, wakakanyagana na kusababisha madhara kwenye ubongo. Kwa hiyo tukawapa rufaa kwenda hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru, na watoto 19 wameendelea kupata huduma hapa kituoni kwetu. Wengine wamesharuhusiwa, lakini wengine wako kwenye uangalizi. Idadi yao ni kama 5, wote wapo kwenye uangalizi. Jumla ni wanafunzi 23 ambapo 11 ni wasichana, 12 ni wavulana, ambao 19 wamepata majeraha madogo madogo ambao wameshafanyiwa vipimo, wamepewa dawa na wamesharuhusiwa. Kati yao ni wachache, angalau wanafunzi 5 wapo kwenye uangalizi. Naitwa Mwalimu Elishisa Senyairi Sarakike, ni mwalimu mkuu msaidizi shule ya msingi Msasani. Leo kwenye majira ya saa 8:40 mvua ilianza kunyesha, mvua ambayo ilisababisha radi. Ile radi ikaleta mshtuko kwa watoto, wakashuka kwa pamoja kwenye ngazi, tukio ambalo limeleta taharuki na kusababisha watoto wengine kuzimia na wengine wakakanyagana. Walipokanyagana tuliwapa huduma ya kwanza pale shuleni, wengine wakawa wana hali nzuri tu, lakini wengine tuliwaleta hospitali ya Murieti wakapata huduma ya kwanza wakaruhusiwa, lakini wengine wamepata rufaa, wamepelekwa hospitali ya Mount Meru. Walioumia ni 23, waliotibiwa na kuruhusiwa ni 19, waliopelekwa Mount Meru ni 4, wote ni wavulana. Kwa ni muda wa kufanya usafi, muda wa vipindi umeshaisha. Kwa saa 8:40 vipindi vinaisha saa 8:20. Kimsingi hamna gorofa lililoanguka wala hamna mtoto aliyefariki. Watoto wote wako salama. Kubwa ni mshtuko na kuumia majeraha madogo madogo, lakini hamna aliyefariki, hamna gorofa lililoanguka. Ni mshtuko huo wa kufanya wakashuka kwa pamoja kwa wingi. Wazazi wote wamepata taarifa na wapo waliofika hospitali wakachukua watoto wao kwenda nao nyumbani, na hata walioenda Mount Meru wameenda na wazazi pamoja na walimu. Hali iko vizuri kabisa na kesho tutaendelea na masomo kawaida.